Kwa hiyo unaweza kuwa umetembea kwenye hata uchumi, sometimes unaweza kuwa ni uchumi, unapambana upate hata pesa ya chakula, inakuwa ni ngumu. Mlango huo tunaufunga, mlango mbaya tunaufunga, bali mlango wa kutokea uwe juu yetu. Haleluya. Tukisoma ule waraka wa kwanza kwa Wakorinto, ule waraka wa kwanza kwa Wakorinto mlango wa 10, unaweza kuandika kabisa, akisha umeandika ule waraka wa kwanza au Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Umepata? Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Tumepata? Wakorinto wa kwanza inaandikwaga 1 afu Wakorinto, si ndio? 10 mstari wa 13. Maandiko yanaanza kusema hivi: jaribu halikuwapata ninyi, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Lililo kawaida ya nani? Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Yaani Mungu anasema hivi, hata tuacha tujaribiwe kupita uwezavyo. Ni sawa na kusema bajaji haiwezi kubeba lile container lile tunaonaga linapitaga na nini, na yale malori masamtrela. Kwa na jaribu la bajaji ni kipimo, capacity, uwezo wa kubeba ule mzigo. Sijui inaeleweka? Ni sawa na wewe ukiwa na uwezo wa kuingiza, tuchukue tu kwenye fedha, ukiwa na uwezo wa kuingiza shilingi 100,000 kwa mwezi, kuna kajaribu kako kana kuendana na 100,000, si ndio? Ukipata milioni 1, kuna vitu fulani ipo hivi. Kwa mfano, chukulie mfano hivi, mfano mdogo. Ukiwa upo kwenye nyumba afu una kigoda tu ndani, una kigoda ndani. Unafahamu kigoda? Kile kigoda cha kukalia, kile cha kupika. Afu wala una sofa, una nini, wala TV hauna. Yaani ukipata mlango ukiwa wazi, unaona tu sawa, si ndio? Unaona ni sawa. Unasema hata mwizi akija, kwanza hata mwizi aje, ataiba kigoda. Tunaenda. Umenunua cushion. Zamani tulikuwa tukinunua zile kama zile pale, vile viti vile, si ndio? Na zile nini zinaitwa ni cushion. Zamani ilikuwa ukinunua cushion, ikifika usiku tunazikusanya, uenda kulala nazo wapi? Chumbani. Kwa na jaribu linaendana na nini? Na capacity, na ule uwezo wa jambo lilonalo. Asubuhi ukiamka, ukinunua TV hivyo hivyo, mlangoni unaweza kuweka sufuria au pale kwenye kitasa pale unaweka nini, kitu ambacho mtu akigusa hivi kikidondoka gengele utaamka. Hiyo ni level hata ya imani, hata ya jaribu unalokuwa nalo, inaenda tu. Ulikuwa na baisikeli,
hauna mpango kuweka fence, si ndio? Unajua tu baiskeli ndaiweka sebleni. Ukinunua gari afu hauna fence, unatafuta wapi ambapo kuna car parking, si ndio? Unalipeleka pale. Ukiweka fence, lazima akili sasa itawaza, niweke gate na kagari kako kanaingia mle ndani. Manake hapo ni jaribu kulingana na ule uwezo uliona, mzani, si ndio? Yaani jaribu linakuja kulingana na nini? Na mzani. Beam balance, kuna kitu kinaitwa beam balance. Siku umepata milioni 5, unaanza kuwa na ule uchumi wa milioni 5, milioni 10 kwa kila mwezi. Unaanza kufunga kamera. Jaribu linalingana na nini? Ndio hapo maandiko yanasema hivi, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Sijui naeleweka. Kwa jaribu linakuja kulingana na uwezo ulionao. Balance. Milioni 5 hazikupigi chenga. Unafunga kamera kama zile pale. Umeona tumefunga kamera. Yaani manake si milioni 5, milioni 10 hazikupigi nini? Hazikupigi chenga zile kamera tumeziweka pale. Sasa tukienda kwenye level ya milioni 50, milioni 100, tunaweka kamera afu tunatafuta na Masai yakae. Hata chakula tunaanza sasa chakula unaanza kusema hebu tuangalie TBS expire date. Tunaanza kuangalia nini? Lakini wakati una shilingi 100, wakisema tunamwaga vitu vilivyo expire, unasema leta kwangu. Kuna sehemu walikuwa wanamwaga vipodozi vile vilivyo expire. Wamama wamekaa wanaangalia, wanasema tungetengeneza nywele. Lakini kiwango cha uchumi kinapokuwa, unaanza kuangalia hii imetengenezwa wapi, brand yake ni ya wapi, ina expire lini. Unapoenda zaidi, kiwango chako cha imani kinapokuwa, jaribu lako na lenyewe linaongezeka. Jaribu linafanana na imani ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baraka, sijui unanielewa? Unanielewa vizuri? Kiwango cha imani ulichonacho kina consider zile capacity ya mzigo ambao unatakiwa ukae kwako. Jaribu linapokuja kwako, ndio hapo maandiko yanasema hivi, inasema hivi, ila Mungu ni mwaminifu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kupita lakini, mstari unaendelea, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea. Atafanya mlango wa kutokea. Jiulize, una jaribu gani mbele yako? Lazima ujitafakari, na jaribu gani mbele yangu? Inaweza kuwa ni jaribu lilonalo linahusiana na fedha, uchumi. Sometimes inaweza kuwa ni watoto, si ndio? Unasumbua, ni jaribu.
Inaweza kuwa labda ni kwenye mambo ya mahusiano, ni majaribu. Ndipo hapo nawe utakaposimama kusema, Mungu umesema ya kwamba utanipa mlango wa kutokea. Nami nataka nikwambie hivi, jaribu lonalo siku ya leo limekutana na mlango wa kutokea. Jaribu lolote lilosimama mbele yako natangaza litoweke katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya jaribu lilokuwa linakuzingira na kufuata, maana anasema atafanya mlango wa kutokea, nami nakutangazia mlango wa kutokea uonekane kwako. Mlango wa kutokea uonekane kwako, uonekane kwa watoto wako, uonekane kwa wazazi wako, uonekane kwenye huduma ulionayo, uonekane kwenye ndoa yako. Mlango wa kutokea natangaza kwako. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Na ninafuta kila aina ya jaribu mbele yako. Kila aina ya majaribu mbele yako na yafuta kwa jina la Yesu. Ninafuta kwa jina la Yesu Kristo. Ninafuta kwa jina la Yesu Kristo. Sema, napokea mlango wa kutokea. Napokea mlango wa kutokea. Kila aina ya jaribu lilonifuatilia leo limekutana na mlango. Jaribu linaondoka katika kazi, katika huduma, katika kazi ninazozifanya, kwa watoto wangu, kwa mke wangu, kwa mume wangu. Kila aina ya jaribu natangaza litoweke katika jina la Yesu Kristo. Sema, imekuwa kwangu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Nasema, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Mlango fanya nini? Wa kutokea, ili muweze kustahimili. Natangaza afya yako iwe njema katika jina la Yesu. Na mwingine inaweza kuwa ni jaribu ni hivi, nyamje kuonaga majaribu. Jaribu mingine yanakuwa ni magonjwa. Unajaribiwa mpaka mwisho wa siku unavyojaribiwa mpaka unasema, mbona sasa naanza kumkufuru Mungu. Mwingine inaweza kuwa ni fedha, pesa. Ogopa kujaribiwa na fedha. Fedha. Jamani, siku na wale wa mafiati baraka. Fedha. Wale wapo tayari wapigwe na baridi. Afu ukimwona hivi ajidai bounce, lakini ni jaribu lake lile. Wengine hata ndani hawaelewani ndani ya nyumba. Nishakuona ndani ya nyumba watu waelewani. Kuna watu wengine wanapiga. Mimi nishakuonaga kuna mtu anagombana na mama yake. Anagombana kabisa, na yupo tayari hata kumfyonza kabisa. Nishaona. Kama uje kuona, mimi nimeshaona. Mpaka mzazi anasema, hili ni jaribu. Hili jaribu langu ndafanyaje mimi? Leo kuna mlango wa kutokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wangapi wamepokea? Kama umepokea, sema nimepokea. Katika ulimwengu wa roho nimepokea. Hakuna jaribu takalosimama ndani yangu wala kwenye familia yangu, katika jina la Yesu. Amen.